Hizi ni hatua za kushtukiza kidogo kutokea kule Washington, ambapo rais wa Marekani Donald Trump kupitia ukurasa wake wa Truth Social ametoa matamko mawili mazito ambayo yanahusu maeneo mawili ya migogoro ya dunia, hususan Gaza pamoja na Ukraine. Trump anatangaza mashambulizi ya kijeshi dhidi ya Hamas, na wakati huo huo anapanga mkutano wa kilele na marais Putin pamoja na Zelensky. Lakini kwa Hamasi, anasema kupitia mtandao wake wa kijamii, Trump ametoa onyo kali sana kwa kundi la Hamasi katika ukanda wa Gaza. Trump anasema kitendo cha Hamasi kuendelea kuwaua watu huko Gaza hakikuwa makubaliano, yani not the deal, na kutoa tishio la moja kwa moja. Kama Hamas itaendelea kuua watu huko Gaza, ambalo halikuwa makubaliano, hatutakuwa na chaguo lingine ila kuingia na kuwaua. Asante kwa umakini wenu kwa jambo hili. Haya ni maneno ambayo alikuwa ameandika Trump kupitia ukurasa wake ya mitandao ya kijamii. Tamko ambalo limetolewa linazua maswali mengi kuhusu nini hasa alichomaanisha kwa makubaliano. Lakini ujumbe wake ni wazi: ikiwa mauaji yataendelea, Marekani itaingia kijeshi. Lakini kwenye upande wa mazungumzo na kati ya Putin na Zelensky, wakati akionya Hamas, Trump pia alifichua maelezo yake ya mazungumzo ya kwenye simu na rais wa Urusi Vladimir Putin, akilenga kumaliza vita vya Ukraine. Trump alielezea kuwa mazungumzo yake na Putin yalikuwa yenye tija sana, na Putin alipongeza kwa mafanikio makuu ya amani Mashariki ya Kati, jambo ambalo Trump anaamini litasaidia kumaliza vita vya Urusi pamoja na Ukraine. Mkutano wa washauri wa juu walikubaliana kuwa na mkutano wa washauri wa ngazi za juu wiki ijayo, ambapo upande wa Marekani utaongozwa na katibu wa nchi hiyo, yaani Marco Rubio. Lakini baadaye Trump na Putin watakutana katika eneo watakalokubaliana huko Budapest, Hungary, ikitajwa kama eneo linalowezekana. Lengo ni kumaliza vita ambavyo visivyokuwa na utukufu wowote ule. Kabla mazungumzo na Putin, Trump amethibitisha kukutana na rais wa Ukraine ndugu Volodymyr Zelensky kesho Ijumaa, yaani siku ya leo, katika ofisi ya Oval ili kujadili mazungumzo yake Putin na mengi zaidi ambayo yanahusisha mataifa hayo mawili.